Naitwa Felix Morevi, nimeokoka. Yesu ni Bwana na ni mlinzi wangu, ni kimbilio langu. Niko na mke wangu, ningeomba tusalimie na kusema hai, kwa sababu tutarudi nyumbani pamoja ili tuweze kuwa tunaongea tukirudi. Okay. Nina furaha kusimama mbele yenu. Muda wetu umeisha wa kuhubiri, lakini nitatumia dakika kidogo zile tuko nazo ili tuweze kusikia neno la Mungu. Mada yetu ya siku ya leo ni ukuu wa Yesu. Ukuu? Salimia neighbor, mwambie ukuu wa Yesu. Yesu ni mkubwa sana. Ako na ukuu wake na kwa hakika ni Mungu. Na tumesomewa masomo yetu mawili kutoka Mika, sura ni ya 5, mstari ni wa 1 hadi wa 5. Alafu tumesomewa Filipi ni ya 2, mstari ni wa 1 hadi 11. Nitaenda haraka sana kwa sababu tuko na mada ile inatuongoza. Tukiangalia mwandishi wetu Nabii Mika aliandika nyakati ambazo hazikuwa rahisi sana. Nyakati zile aliandika hiki kitabu na akihubiria watu wa Yuda, ni wakati ulikuwa mgumu kabisa. Na kama wakati nilikuwa ninapotayarisha hili neno, niliona wakati wake wa Mika ulikuwa wakati kama wangu. Wakati mimi nasimama kuhubiri na kuhubiria watu wa Mungu, hizo ndizo nyakati huyu mtumishi alikuwa nazo. Hazikuwa nyakati rahisi, zilikuwa nyakati za ugumu sana. Na inasemekana ya kwamba wakati huu Mika alikuwa anahubiria watu wa Yuda, ni wakati watu wale wachache ndio walikuwa na pesa ama ndio walikuwa na utajiri. Na wale nao ndio walikuwa na uongozi. Ndio walikuwa na tawala, ndio walikuwa nafanya mambo yote. Huo ni wakati wa Mika. Na akawahubiria watu wa Mungu. Na akaonekana ya kwamba kulikuwa na mambo yalikuwa yanafanyika wakati huo. Mambo ambayo wengi hawakuwa wanayafurahia. Tunaona wakati wale wachache ndio wako na utajiri na ndio wako na ufalme, ndio wanaongoza watu wakakuwa na shinda nyingi sana. Kukakuwa na mambo yale tunaita ilileta ile inaitwa social injustice. Kukakuwa sasa hakuna fairness. Hakuna mambo yanaangaliwa vizuri. Hakuna mambo yanatekelezwa vile yanatakikana. Na kukakuwa na kitu inaitwa greed. Kirindi na Kiswahili ni gani? Ni tamaa. Ni urafi. Yes. Kukakuwa na Yes, ni urafi huo sasa. Na kukakuwa na ile tunaita wakakuwa watu ambao wanafanya mambo maovu, ambao ni ya kuchukua vitu ya wenyewe na njia isiyo ya haki. Ile tunaita corruption. Sasa hiyo ndio maneno na ndio wakati huu Mika anahubiria kanisa hili ama watu wa Yuda, the southern kingdom. Anawaambia sasa, nyinyi musikae kama watu hawa. Tunaona hata wale nabii wengine kukakuja manabii wa uongo. Manabii wakatokea, wakachukua ile tunaita advantage. Wakaanza hata wao kusema kama haya yanafanyika, hata mimi tutaendelea kufanya kama wale wengine. Wakakuja wakapora watu. Praise be to God. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hivyo anaangalia, anaona hao watu hawakuwa na imani ile ya kweli. Ni watu walihitaji kwenda mbele za Mungu na kutubu. Ni watu walikuwa wanahitaji Kristo azaliwe ili waweze kuleta wokovu wa kweli. Kwa hivyo ndiye anawaambia kutoka pale tumesomewa
nyinyi Bethlehem munaonekana mkiwa wandogo sana. Nyinyi munaonekana hamuna nguvu. Nyinyi ni mji ambao haujulikani. Lakini hapa kutatoka mfalme wa wafalme. Praise be to God. Kwa hivyo haijalishi, kwa sababu Mungu wetu haangalii ni wapi, haangalii ni sehemu gani. Hii mji wa Bethlehem haukuwa unajulikana sana, ulikuwa umesaurika, haukuwa unatajika, haukuwa kama miji ile mingine mikubwa. Lakini Mungu hakuangalia huko kote, hakuangalia ni nchi gani, aliangalia akajua hapa, na ni nabii ananena. Najua nabii ananena na anaenda. Bwana asifiwe. Praise God. Si wazungumze na neighbor, mwambie nabii ananena na anaenda. Mambo yanaweza timika miaka nenda wakati nilikuwa hapa na nilisema nikiwa bahati. Mnasikia hiyo? Kwa hivyo nabii si lazima mambo yote yafanyike wakati hako. Kuna wakati anakaa kidogo, ananena. Sasa huyu nabii ananena miaka 700 anaona mambo yale yatatendeka. Bethlehem kutatoka mwokozi. Kutatoka ule anaitwa Mesaya. Mesaya atasaliwa na kutakuwa na mambo ya kusherekea. Huyu Mesaya atatoa watu katika shinda. Watatoka katika mambo yale ambayo yanawakumba. Ataleta ukombozi. Ataleta nini? Anataka kumwambia Yesu wetu ako kazini. Sasa hivi karibuni tulikuwa tunakumbuka amefufu. Na kama alifufuka, kuna mambo tulisema yatafufuliwa. Hayo maneno yatafufuliwa. Kwa hivyo sitaki kunena mambo mingi. Nataka kwenda hata kwa hili neno lingine. Nalo linasema huyu mtumishi anaitwa Paulo anaandikia kanisa akiwa jela. Kanisa la Filipi. Ako jela na anawaongelesha. Na yeye anaongojewa kuhukumiwa na kiongozi yule anaitwa Emperor Nero. Yeye anangojea tu kidogo tu haende akahukumiwe, aende akanyongwe, aende mambo yake isikue mzuri. Kwa hivyo anangojea kwa muda kidogo sana, lakini anaandikia kanisa kama hili letu leo. Anawaambia, ninajua yale yanaendelea, lakini mimi ninataka kuongea mambo ya uhusiano mwema. Uhusiano, nataka mutembee pamoja, nataka mupendane, nataka mukae kama kanisa moja, kanisa ambalo liko na mwelekeo moja. Na anawaambia kuna wanawake wawili. Kuna wanawake, praise be to God. Wanawake oye. Wanawake oye. Hata hawa walikuwa na vita. Hawa wanawake walikuwa wameleta nini? Mugawanyiko. Hebu angalia mwanamke kama uko karibu na yeye, mwambie unasikia sisi ndio tunaleta changamoto. Na aliwaambia, ukisoma enda usome hiyo Filipi 4 mstari wa 2. Hako na wanawake wangapi? Wawili. Na walikuwa wa msaada sana katika huduma ya Paulo. Lakini anawaambia hapa wanaleta hawa wanagawanya kanisa la Mungu. Hawa wanaharibu maneno. Wanaharibu maneno. Wanashindana. Wako kuna mambo wanafanya. Enda uwaongeleshe. Enda uwaongeleshe kwa sababu walikuwa msaada kwangu na walinisaidia sana, lakini sasa kanisa la Mungu halitaki hivyo. Halitaki. Kwa hivyo analeta mfano wa Yesu, analeta ukuu. Vile Yesu alikuwa mwana wa Mungu, vile yeye hakujiona, anawaelezea. Vile yeye alikuwa. Lakini akataja haya machache ili nimalize. Unajua nita summarize leo. Inaitwa na nilifunzwa kufanya summary. Sikai. Akawaambia kuna mambo yanafanyika. Number 1 ni watu wanaangalia mambo yao.
peke yao, self ambition. Ndio iko, si kuundumu, ni kuangalia masilahi yako na unataka kufanya mambo yako peke yako, si wale wengine wanataka. Jambo la pili akamwambia, mambo yale ninaona katika hili kanisa ni ya kwamba kuna watu wanakimbizana na mambo ambayo hana maana. Katika kanisa kuna watu wanakimbizana na mambo yana maana. Salimia neighbor, muulize unakimbizana na nini na haina maana? Ni kiti, ni uongozi na haina maana. Hata ukiongoza namna gani, na huko vile tutakuwa tunasema hapa hivi karibuni, utakuwa ni bure. Hata uimbaji ukiimba hapa na uimbe vizuri sana, najua hata kuna wale wana compete, nani anaimbiza zaidi kuliko mwingine. Hello, sistemi wangu ana compete, siingilii praise team yangu na ipigiwa makofi. Leo tumeimba sana. Praise team yangu si waingilii, siingilii wanakwaya, nani anaimba sana kuliko mwingine, hapana. Lakini kuna watu wanakimbizana na mambo yana maana, haya kufaindishi, na wewe unakimbizana nayo. La pili, la tatu ni ya kwamba kuna watu hawana unyenyekevu ndani yao. Wao ni kujigamba, wao ni kujipiga kifua, wao wanakuja hapa waonekane, wao ni watu ambao wana maneno. Nasikia mtu anasema, unajua mimi nimesoma sana. Unajua kuna watu wasomi hapa na waongeangi. Ukisikia mtu akisema amesoma, huyu haja school, hajaenda shule. Unajua hata kuna wengine walienda group of schools. And they are here seated here. Wewe ulienda single school. Nini ni single ama inaitangwa aje? Lakini kuna wale walienda lakini wao ni wanyenyekevu. Hawana maneno mengi. Wewe unakuja kutugambia na kandigiri kamoja, kuna watu wako na digrii 7 na wamenyamaza. Wengine wanasema wakienda kule mahali wanakunyamazisha hata vile wako na pesa. Vile wako na nini? Wanasema unajua mimi ni mwenye pesa. Na ukimwangalia akai hata pesa. Hello? Na ninasikianga msemo ukisema, kisikia mtu akiwa anasema ako na pesa, huyo hana. Huyo ni maskini. Wenye pesa hawafanyangi nini? Siwaambie neighbor usiongee tafadhali. Ngoja pesa ikuongereshe. Ngoja watu waone pesa yako. Kwa mambo yale unafanya hata kwa district, hata kule kwingine, kwa sababu wewe umebarikiwa na Mungu. Itajitokeza, utakikani uambie watu. Kwa hivyo hii kanisa, hawa wanawake wawili, siulize neighbor, unasikia hawa wanawake jamani? Hawa wanawake wawili walikuwa na maneno. Walikuwa na nini? Nadhani walikuwa na competition sana. Nani anafanya zaidi? Nani anako karibu sana na Paul? Nani? Walikuwa watu wenye maneno. Na unajua Paul alikuwa bashara. Note that. Hello? Hiyo imepita? Wengine nao walikuwa wanaangalia wengine chini, looking down on others. Hiyo ni kusema ni kudharau unadharau mwenzako. Usije ukadharau yeyote. Hata kuna mtu hapa uwezi ukasalimia wewe, kwa sababu ukimsalimia mikono yake si safi sana kama ile unatakanga kusalimiwa nayo. Unaenda kusanitize. Hello? Ama ujue kuna watu wana sanitize. Wako na sanitizer. Unajua sisi wanaume hatubebangi sanitizer. Tutaweka wapi? Wale wako na sanitizer ni akina nani? So you can imagine. Maneno ilikuwa hivyo. Na kwa sababu muda wangu si mwingi sana, mambo imeenda mingi. Lakini hawa walikuwa wanadharau
Paulo akawaambia hayo mambo ndio nimeona nikiwa kule kwa jela. Roho ananiongelesha. Roho anafanya nini? Na ninaona yanaendelea katika kanisa langu la Filipi. Na wale wanafanya hivyo ni hawa wamama, waende wakanywe. Waende waambiwe waache. Haleluya. Simwambie neighbor sio wanawake tu wanaletanga mgawanyiko, hata wanaume wako. Kuna wanaume vikali sumbua. Hata kwa kanisa. Hata kwa kanisa kuna wale wanako hivyo. Akawaambia mimi ningetaka kanisa letu hili letu la Filipi liwe na mafikira ya mwili, huyu mwili. Kwa sababu huyu mwili unahitaji kile nini? Every part of the body inaitwa nini? Sehemu ya mwili, isn't it? Part yote ya mwili inatakika iwe ndogo. Hii kidole ikiugua mwili wote uko na huu mwili wote unakuwa na shinda. Na wewe unakuwa hivyo. Kanisa la Kristo ni kanisa ambalo liko moja. Liko kama kama vile mwili wako una function, ndivyo kanisa inatakikana ikue. Na kwa sababu hakuna pati ya mwili nasema mimi nafanya kazi kuliko ile ingine, mimi ndio very important, mimi wewe utakikani. Huu mwili siangalie neighbor, mwambie we need to be like the body. Mwili huu hakuna pati ya mwili inasemanga mimi, unajua ni mimi very special. Hakuna. Praise be to God. Kwa hivyo akawaelezea hayo maneno. Na hili nisikae hapo sana na muda wetu umeisha kabisa. Mimi nataka kunena machache. Yale yanatuongoza ili tuone ukuu wa Yesu. Ukuu wa Yesu ukiwa ndani yako, atakuwa dereva wako. Atakuongoza. Bwana asifiwe. Siwaambie neighbor, karibisha Yesu akuwe dereva. Ndio sasa ndiye atakuwa na tawala. Ndiye atakuwa anafanya nini? Atakupeleka mahali pazuri. Hautaenda mahali ambapo hakutakikani. Kwa sababu wewe unaongozwa na nani? Yes, na Yesu, ukuu wake, the supremacy. Sasa mnasikianga supremacy battles. Hizo sitaki kuongea sababu nikiingia hiyo line nitaenda sana. Na mnajua naendanga na ninakasirika. Na nikikasirika nitanena yote. Nitanena hiyo sitaki leo. Lakini ambia neighbor, karibisha Yesu. Akuwe dereva? Yes, your driver. Aingie, atake the steering. Achukue sasa yeye ukuu wake unatawala ndani yako. Utakuwa upelekwi na mwingine, unapelekwa na Yesu. Jambo la pili ni ya kwamba huyu Yesu akiingia ndani yetu, ukuu wake ukiukaribisha ndani, atafanya uwe na uhusiano mwema na watu wale wengine. Ataleta upendo. Ataleta nini? Upendo. Ukikaribisha Yesu kwa maisha yako, awe hiyo tunasema ukuu wake uwe unatawala. Hata upendo ule umepotea, atauregesha. Na utakuwa unaona watu kama ni watu. Praise be to God. Bwana asifiwe. Sijui kama mnanipata vizuri. Hii Kiswahili inaleta kizungumkuti. Lakini mnaelewa, si ndio? Sasa invite. Alafu ukikaribisha ukuu wa Yesu ingie katika moyo wako, ataleta kukulinda, atakulinda. Ataleta amani, ataleta uhusiano mwema na ule mwingine, na atafanya wewe muwe na watu pamoja, mkue mnatembea na watu pamoja. Kwa hivyo ndivyo alikuwa anaongea akiwa mwana wa Mungu, akukumbatia ule ukuu wake.
bali alikuja akiwa mnyenyekevu na akiwa mtumishi. Na akiwa nini? Akiwa mtumishi wa kutumia watu, au kutumika kwa watu. Kwa hivyo yeye hakujionyesha sana. Yeye hakujipenda, hakusema, hakujipiga kifua. Haleluya. Najua kuna watu wanapiga vifua sana. Wanasema vile wako na power. Na vile wao wanatoka kule wametoka. Na background zile wametoka. Kule umetoka hakujalishi. Haleluya. Kama Yesu ako ndani yako, atakuinua ukiwa huko. Hakujalishi umetoka eneo gani haijulikani. Yesu anakuja na anakuinua ukiwa huko. Nataka kumalizia sasa. Wanakongo naiona alienda. Wanakongo alienda. Leo tinie. Sasa sio mimi. Yes, Gariuko. Ninayeishi Yesu ndani yangu, sio mimi ninayeishi Yesu ndani ya, sio mimi, yo mimi ninayeishi Yesu ndani yangu, sio mimi ninayeishi Yesu ndani ya, sio mimi, sio mimi, Yesu ndani yangu, sio mimi, oh, sio mimi, Yesu ndani yangu. Bwana asifiwe. Sio mimi ni Yesu akiishi ndani yako. Then jina lake la Yesu likiwa ndani yako, atafanya mabadiliko ya ajabu. Na nikwambie ukweli, wewe utakuwa mtu tofauti. Hautakuwa watu kama wa kawaida. Watu wakiongea mambo yengine, wewe hauguzwi hapo. Wewe hahusishwi na mambo hayo. Hata ulisema ya fulani, hata ulipiganisha nani, ulifanya mwingine apotee kanisa. Check neighbor. Angalia neighbor, muulize umepoteza wangapi. Unajua kuna wengine wakikuona hapa waoni Yesu. So it is ni sisi. Yesu the supremacy of Jesus. When he takes over our bodies. Akichukua roho zetu na atawale, sio mimi. Ni Yesu. Na anasema kila ulimi utakiri. Yeye ndiye Bwana. Kila ulimi utakiri. Kwa sababu wewe utakuwa umebadilishwa kabisa. Najua ninasikia kuna wakati mwingine tunasemanga, kuna wengine maneno ni mawili. Wakati walikuja hapa kanisani kutoka kule tulitoka kwa Wainga, si ndio? Unajua msituone kama tulikuwa wazuri sana. Hatukuwa wazuri sana, ni Mungu. Ni kwa neema tu. Sio kwa mambo mengine, ni kwa neema tu. Lakini Mungu akatuhurumia, akatuokoa. Lakini wengine hatukubadilika, tulifanywa kitu inaitwa transfer. Hebu uliza neighbor, were you transferred or transformed? Unajua kuna transfer and kuna wengine hapa hawajawahi badilika. Sisi tuko tu pale. Walipigwa kama ni hivyo wakapigwa wakaingia. Na wamefit. Wameita hii ni social club. Hii si social club. Hello.
Hii ni mahali pa kubadilika. Na ndio tunaongea juu ukuu wa akiingia anabadilisha kila kitu. Ulikuwa unaongea vibaya, unaongea vizuri. Hata kwa nyumba hakuna kelele. Kama kuna mwanaume hapo karibu na wewe, muangalie, muulizange unaingianga aje kwa nyumba. Najua kuna mtu anaingianga kwa nyumba, anaanza kuonea makosa kwa gate. Anaanza kuonea makosa anatoanga saka, si akifanya nini? Akiingia. Ukibadilishwa utaona mambo yakiwa tofauti. Kwa sababu Yesu akonda, sio mimi, sio mimi, ni Yesu anatawala. Finally, as I finish now, because of my time, mumekula masaa yangu, mnasemanga mhubiri ndiye hahitaji time. Hahitaji time mhubiri. Ni dakika, na akiingia hapa anaangaliwa saa kama imefika. Hakuna mwingine anaangaliangwa masaa, ni mhubiri. Shetani unajua ni mjanja. Okay, as I finish. Unajua tulidanganywa, tumepunguziwa mafuta. Hello? Msimu unajua hiyo lazima niguze. Siwezi nikaasha. Because I speak for many people in Kenya. Na tukaambiwa shilingi 9 na zingine ngapi? Ni 10. Hiyo range. Na hiyo hatusikii kama ni kitu, kwa sababu ya tupunguzia mzigo. Mafuta ikipanda, kila kitu mkate, unga, kila kitu. Hata airtime. Hata kila kitu. Hata hiyo nini unalipa ya stima token inapanda, kama ujui hivyo. Kila kitu ufanya nini? Yes, lakini sasa mimi niko na another method. Ile nimeomba Mungu anisaidie na nilio ninamuombea. Wakizidi kuongeza mafuta, wakizidi kuincrease mafuta, naye Mungu azidi kuincrease baraka zenu. Ili hakuna vita. Hatuna vita na yeyote. Tutaendelea na maisha mpaka kwa sababu sisi tunaamini Mungu wetu. Hakuna mtu atakosa kukula mkate kwa sababu umepanda. Tunaomba hiyo Mungu azidi kutuongezea baraka zake. Wakiendelea, unajua hao walifinywa. Hao watu wa Yuda walifinywa. Lakini Mungu alifanya jambo, akawaregesha. Kwa hivyo kuna uregesho ambao unakuja, hata kama tunaendelea kuumia katika serikali hii. Sitaki kutaja ni nani, ako na majina mingi. Katika serikali hii, wewe unaweza weka jina ile unataka, lakini tukue kandi tukue kandi na tuangalie kama wewe uko sawa kungojea 2020, lakini ngoja tu invite ule ukuu wa Yesu uingie ndani. The supreme Jesus Christ, when he is in our hearts, we are going to make it and we will succeed. Mungu atubariki. Amen. God bless you. Sasa tutasimama dakika moja. Ujiombe. Unajua heri kuangalia kama uko na huyo Yesu, kama ndiye anatawala, sio wewe. Ni Yesu anafanya nini? Tuombe. Asante Mwenyezi Mungu kwa neno lako ni kuu na lenye nguvu. Umetukumbusha ya kwamba wewe ndiye unatawala, na ukiingia ndani ya maisha yetu na roho zetu utatawala na mambo yataenda sawa sawa. Pale tumekukosea tuomba msamaha. Pale hatujafanya kulingana na mapenzi yako tusamee. Ili kutoka sasa na kuendelea, Bwana wewe utawale katika roho zetu. Naweza kuwa hapo na uko na jambo unataka tuliombe, huyo Yesu anaweza. Inua mkono wako wa kulia tuombe pamoja.
Asante Mwenyezi Mungu kwa mikono ile imeinuliwa. Hii mikono imeinuliwa kwa imani kuu. Na hawa Mungu na waombea baraka zako. Wakitoka katika kanisa hili, watoke umewatimizia hii ombi. Na najua Bwana wewe utimiza. Na watakuja kuleta ushuhuda ya vile umewafanyia. Hata wale wajainua na wako na haja zao, watimizie hata wao. Kwa sababu unajua ni nini wanahitaji. Tunaomba tukijua ya kwamba tunapokea hizo baraka katika jina la Baba na la Mwana na la Roho Mtakatifu. Amen. God bless you. Tuketi ili tulete sadaka zetu, fungu la 10 na sadaka zile zingine. Wale wako na fungu la 10 waje hapa haraka tafadhali.